Said Online TV, nuru ya imani. Bwana, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tumetembelea katika jengo moja ambalo ni kanisa, lakini waumini wanaliita msikiti na watu wengine wanaliita msikiti. Yaani kanisa la kwanza kuitwa msikiti huko nchini Kenya. So tumeamua tutembelee na tuojiane na waumini wa lile kanisa mambo mawili matatu, tujue chanzo gani, kwa nini wanaita msikiti. Ni kanisa la Catholic guys. Basi ungana na sisi Said Online TV upate kujua. Karibu sana. Karibuni sana katika chaneli yenu pendwa. Mimi kwa jina najulikana kama Ramadhan Kure bin Kaguo. Siku ya leo nimetembelea sehemu inajulikana kama Maimahio katika kaunti ya Nakuru, na siku ya leo nimekuja hapa kwa sababu kuna jengo moja ambalo liko hapa linajulikana kama msikiti. Lakini sio msikiti kama tunavyojua misikiti, isipokuwa ni kanisa, na ni kanisa Katoliki. Hasa leo tunataka tujiulize ni kwa nini, ama tuulize wenyeji kwa nini wanaita jengo hili msikiti ili hali ni kanisa, na tujue ni ibada gani ambayo hufanyika hapa ikafanya watu kusema huu ni msikiti, au jina hili la msikiti lilianzia wapi na ilikuwaje mpaka watu wenyeji wa hapa wakawa wanadai kwamba huu ni msikiti ili hali ni kanisa Katoliki. Tena ni kanisa Katoliki. Mpenzi mtazamaji, tuandamane pamoja ili tuweze kujifunza mawili matatu kuhusiana na jengo hili, na tuweze kusikiliza wenyeji wanasemaje, kwa nini wanaita kanisa msikiti. Ndugu wapendwa watazamaji, kama nilivyokwisha kuelezeni, tumefika katika sehemu husika na tumempata dada mmoja hapa. Itakuwa ni vizuri kwa sababu yeye ni mwenyeji, kwanza tufahamiane, kisha baadaye atatueleza yani mengi kuhusu maeneo haya. Dada, mimi naitwa Ramadhan. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwako. Pia nawe. Tungependa tujue pia jina lako, alafu utukaribishe katika sehemu hii. Mimi ni Jacinta Njeri. Yes. Nimewakaribisha hapa kwetu Maimahio. Ndio. Nakuru County. Mko karibu sana hapa kwetu. Asante. Ndio. Sasa hii eneo ya mna Maimahio, hii kanisa vile unaona hivi kata kama ni ndogo hivi, ijengwa na Prisoners of War 1942. Kuanzia Maimahio hadi Dironi na mikono. Nyakati hizo kulikuwa na machini, watengeneza na mikono. Sasa wengi wao sana walikufia huku kuteseka hivi, ndio katengeneza kama ndogo hivi ya kujiombea. Batata sio ndogo hivyo, huwa watu wanakuja kuomba huku. Hata kama kuja wengi wanakuja watu kujiombea huku wakiwa wengi hivyo. Sababu hata kama ndogo hivi, hiyo nyakati hizo ilikuwa sehemu zao ilikuwa imejengwa ya Kayafa. But sasa hizi siku hizi kaibwa mageti, madirisha, kataja Msamaria Mwema katutengenezea hii wall. Nyakati hizo ilikuwa ya Kayafa. Sasa ukiona huko ndani hivi, watu waliiba madirisha, wakaiba kengele, ile watu waliiba. Sasa hiyo tu walitujengea hapa, ndio walikuja kutengenezea hizo madirisha. Msamaria Mwema tukasema asante kwa Mwenyezi Mungu. Alichotolea tu kujitolea. Jua tu kuweza kumlipa, tungemlipa na nini, sisi hatukuwa na kitu chochote kumlipia hapa. Katuambia tutengenezee hizo dirisha na mageti. Mmoja wao mimi siku kwenye Katoliki aliniandika mimi hapa kufanya kazi ya kulimia maua kitu hivyo. Kwa hivyo hili kanisa ni kanisa Katoliki. Ni kanisa Katoliki. Lakini ukiuliza watu nje ama ukipita unasikia watu wanasema nishushe hapo kwenye msikiti. Kwenye msikiti. Wanasema ngani mosque. Juu mosque zamani ilikuwa na viti, walikuja kwa viti juzi. Sasa ukiambia mtu mosque anakuambia mosque ni hapa. Unamwambia hapana, mosque kubwa iko Maimahio, haiko hapa. Basi anachukua ndao anaenda kule. Okay. Batata Waislamu wanakuja kuabudu lakini hawaabudu hapa. Wao kule nje ndio wanaswali kule nje. Kwa hivyo Waislamu pia hutembea huku, wanakuja wanaswali nje. Nje wanaswali nje wakija hapa. Sio lazima waingie huko ndani. Wanaswali huko nje. Kwa hivyo wao huja wakidhani ni msikiti. Kuna mwingine anaweza kuja tu kama ni mfanyakazi, anaona tu gari yangu nimesimama pale, anakuja tu sababu siingi kanisani, but nataka ile masaa imefikia barabarani naingia hapo na swali naenda zangu. Kwa hivyo wao muda wa kuswali ukifika wanaingia tu kwenye eneo la msikiti la kanisa wanaswali nje ya kanisa, wanaswali huko nje. Watu wanaenda safari zao. Ndio. Yes. Sasa nimekuelewa. Kwa hivyo wewe ni Mkatoliki? Mimi ni Mkatoliki.
kabisa. Wazazi wangu ndo Katoliki, nimezaliwa kama Katoliki, sababu hata nikiwa hapa ni Katoliki. Mimi ni Muislamu. Kabla tujaingia kanisani, na mimi nikuulize kitu. Hivi una marafiki Waislamu? Wapita tunjia wale pengine madriver, sana ni madriver mwenye ameharibia gari hapo, mwenye amekuja kuomba sana, ndio tunaongea nao tu. Ananiambia mimi ni Muislamu nini, namwambia hata kama sio kanisa usingie, swali pale nje. Huyo Mungu yule mmoja tu, zote tunaona kama ni makanisa yametuunganisha, lakini tukienda kwa kiroho Mungu ni yule ule tu. Anasema sawa, ana swali, anaenda zake. Ina maana wewe hujui chochote kuhusu Uislamu? Sijui chochote. Hujawahi kuuliza mtu? Sijawahi, hata wenyewe nikiuliza tu wananiambia niingie kwao, ni swali lao watanieleza zaidi. Sasa namwambia Sawa, asante sana. Tungependa tukaribishe ndani, alafu tujifunze mengi kuhusiana na jengo hili. Karibuni hapa kanisani kwetu ya Catholic. Mkiwa Waislamu nimesema uko karibu kwa kwetu. Na asante sana kwa kututembelea sisi kama Wakristo. Unajua watu wengi wanasemaga eti kanisa haingii kwa Katoliki, haingii Waislamu. Sasa nimeshangaa, nimewaona nyinyi Waislamu. Ndio nimesema karibu kwetu. Umeona Muislamu wa kwanza kuingia ndani sasa? Sijaiona. Ufika pale nje, mtu akisema ni kanisa ni Katoliki, wanaogopa kuingia. Sasa niwaambie nyinyi karibuni, ndio wafuate mimi tangu niwe hapa, ndio wa kwanza kuona Waislamu kama wamekaribia eneo la kanisa Katoliki. Okay. Hebu tupe utaratibu, watu wakiingia hapa wanatakiwa kufanya nini wafai kufanya? Naona kuna viti vinne. Hivi viti vinne vilivyo na viona hivi. Hivi watu 12. Na hata wakizidi huwa tufukuzangi mtu. Huwa mnapiga magoti. Mnaabudu Mungu, mnaenda zenu. Ndio. Ili eneo hata kama ndogo hivi, watu wanakuja kufanya paka harusi huko. Paka maharusi yanafanyika hapa tu. Naam. Sasa hata kimkiona tu kama wengi, unaweka viti zenu paka kule. Ndio. Mnafanya ibada, sherehe, mnatoka mnaenda. Kwa hivyo pia mnaingia na viatu, hakuna kuvua viatu nje kama msikiti? Hapana, huko tuvuange viatu. Lakini wakija hao wenyewe hao wa Italiano wanavuanga viatu. Wa Italiano wanavua viatu. Wao hawajaina viatu, wanavaacha pale nje. Lakini nyinyi wa Afrika? Sasa Ukristo hatuvui. Kwani wale wa Italiano si wa Kristo? Sasa hapo tuwezi elewa. Sasa nadhani kama ni imani ya mtu hiyo. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, barikiwa alikuwa wanawake wote, tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee wakosefu sana safa kwetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Sasa wakati unafanya hivyo, unasema hausujudii yeyote hapa katika hawa isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Hawa nao kulingana na imani yako wanasaidia nini kuwepo katika nyumba ya ibada? Swali ngumu sana. Sasa sijui, yani huyu kwa lugha ya Kiswahili unaweza sema ni nini? Huyu ni Mariamu. Huyu ni Mariamu. Ndiye huyu. Huwa tusema kanisani ndio huyo, na yule ni Yesu. Haya, ukienda Nairobi kuna Yesu mwingine kama huyu. Kwa hivyo Yesu ni wangapi? Mimi najua ule mmoja tu, sio wawili. Huyo mmoja yuko wapi? Hajulikani alipo. Na huyu naye ni nani? Sasa hivi ni kama santa semaji sasa. Ama nikusaidie kusema? Nisaidie. Sisi tunavyojua na kwa lugha ya Kiswahili tunasema ni sanamu. Ni sanamu. Au si sanamu? Ni sanamu. Utatusaidia katika kutafsiri maneno ambayo tunayaona yameandikwa hapa kanisani. Kwa jina unaitwa nani? Hana Nyakio. Mimi ni mfanyikazi wa hapa. Ndio. Haya, tukiangalia kule juu naona pia kuna maandishi mengine kama Haec Est Victoria. Hiyo ni Haec Est Victoria. Quae Vicent Mudum. Fides Nostra. Benedicite Coeri Domino. Benedicite Universa Germinantia Intera Domino. Wanaanzaga hapa na Kiingereza. Wanasemaga this is a victory which has won the world by our faith. Blessed to the Lord of Sky. Tena wakarudi hapa blessed. At everything we germinate in the land of the Lord.
Kwa hivyo nimeshukuru sana kwanza kwa kutueleza. Naona umejua Kilatini, bado ujue Kiarabu, sasa ujue Kiaramai, lugha ya Yesu. Nitajua. Uje uwe Muislamu, inshallah utakuwa Hanani. Kufikia hapo inshallah tutakuwa tumemaliza. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Online TV, nuru ya imani.